بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika silsila ya durus qasas al-anbiya, leo biidhnillah ta'ala tukiwa bado tuko katika utangulizi. Mada ambayo tutaitanguliza leo, limadha kana al-anbiya'u basharan, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume katika wanadamu? Kwa nini hakutumiliza malaika? Hili ni swali ambalo kila umma ulikuwa ukifanya i'tirad dhidi ya mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatumia. Kwa nini hakutumwa malaika, ametumwa mwanadamu kama sisi? Kwa kuwa malengo ya kutumilizwa mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam ni kuwa wao wawe ni wafikishaji ujumbe baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake, wafikishe maamrisho watu wayatekeleze, na kadhalika wafikishe makatazo watu wajiepushe nayo, na kuwaongoza viumbe wa Allah katika kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuwaonya na kile ambacho akichukia Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yakunu qudwa, na ili wawe ni mfano mzuri wa kuigwa lilbashar, kwa wanadamu wenzao, katika tabia zao, katika yale wanaoyafanya. Kwa kuwa ilikuwa hakuna budi isipokuwa ni lazima atumilizwe yule atakayefikisha ujumbe huu, na wao wataweza wanadamu kutangamana naye, kumuuliza, kumsikiliza anapozungumza, wao wamuelewa. Lidhalika ba'atha Allah tabaraka wa ta'ala ar-rusula min al-bashar, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume katika wanadamu, liyuballighu awamir Allah, ili wafikishe amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wayad'u an-nasa ila sa'adati ad-dunya wal akhirah, wawalinganie watu katika saada na kufaulu hapa duniani na kesho akhira, waishi maisha mazuri. Sasa upande wa pili, lau kana ar-rusul min al-malaika, lau kwa mfano ingelikuwa mitume ni katika malaika wa Allah, lamastata'a al-basharu an ya'khudhu anhum au yajtami'u bihim, wanadamu wasingeweza kupokea kutoka kwake ilmu au kutangamana na wao malaika. Na wangepata hoja ya kutowafuata mitume hawa kwa kusema
هؤلاء الذين بعثهم الله إلينا وأمرنا باتباعهم ليسوا من جنسنا hawa ambao Allah ametutumilizia sisi na kutuamrisha tuwafuate si katika jinsia yetu sisi ni wanadamu wao ni malaika laysu basharan inma hum malaika wa tabi'atuna takhtalifu min tabi'atihim umbile letu la tofautiana na umbile lao atuambia sisi tuswali yeye waweza kuswali kwa sababu yeye ana nguvu ana hivi ana vile atuamrisha sisi kufunga kwa sababu yeye waweza mwanzo hali wala hanwi hoja zingelikuwa nyingi kama hizo watasema kuwa hawa ni viumbe watukufu hawafanyi madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala kweli amewasifu malaika wake kusema la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hawa muasi Allah kwa ile amri aliyoamrisha na wafanya kama anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wa annahum da'iman fi ibadatin la yanqati'una anha abadan na malaika kweli daima wako kwenye ibada hawapumziki kabisa hakuna kitu chaitwa kupumzika na ibada kwa malaika Allah subhanahu wa ta'ala sema yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun wamsabbih Allah usiku na mchana hawachoki malaika hawajui kitu chaitwa kuchoka katika ibada hawachoki wala katika juma hawakuumbwa kuchoka waweza kufanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha bila kuchoka na hapa tena ile hoja yao ni kweli almalaika la yakulun wala yashrabun walaysa fihim shahwa hawali hawani hawana shahwa liannahum ibadun mukramun Allah amewaumba ni viumbe wake watukufu na kama tulivyotaja wangetumilizwa malaika kuwa ndio mitume wanadamu wasingeweza kutangamana na wao kivipi injaahum bi suratin malakiyya kwa mfano malaika akaja katika sura yake vile alivyomuumba Allah kama malaika fazi'u wa su'iqu wallahi ile hofu utakayokuwa nayo hujawahi kutasawwara bali mtu aweza kuzirai kwa kumuona tu malaika kiumbe ambacho hajawahi maisha yake kukiona wala wallau al-adbar wangeligeuka wakakimbia watu sikuwa yule ni mwanadamu pengine waweza kumwelekea wakamtusi wakamuita sahir wakamuita majnun malaika akaweka kiti vya kakaa ukubwa wake uko baina ya mbingu na ardhi amekaa hivi mtaswali ama hamswali kuna mtu atoswali hapo mtafunga ama hamfungi hana haja yeye kukuambia jamani muambiwa fanyeni na mtafanya na hakuna mtu atakama ana swali atauliza ushawahi kutasawwar kitu kama hivi malaika alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mtatangamana naye vipi nyinyi hamwezi bali kila mkimuona lile umbile Allah alilomuumba nalo mtakimbia hamwezi kubaki pale sababu hajazoea binadamu kuona kiumbe kikubwa namna ile pengine labda ufanye utafiti usome nusus zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam akieleza malaika na ukubwa wa umbile ambalo Allah amewaumba na ule ukubwa wao huwezi kutasawwar kuwa waweza kusimama mbele ya kiumbe kama yule na tuna mfano mzuri ambao karibuni tumeusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam jana tulisoma katika yale masiku alipokuwa Ghar Hira akasikia sauti yamuita jina lake ya Muhammad kaangalia kulia haoni mtu kushoto au mbele nyuma
akaitwa tena, akiangalia muona nani? Jibril amekaa kwenye kiti baina ya mbingu na ardhi, ukubwa wake. Amuita mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipi kilichompata mtume sallallahu alaihi wasallam? Na yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wasallam. Akimbia nyumbani asema dathiruni dathiruni. Tungelikuwa na wagonjwa wangapi lau kama angelitumwa malaika? Ndio ujue rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, akawatumilia mitume kutokamana na wao, binadamu kama wao. وقد ذكر القرآن الكريم هذا المعنى في معرض الرد على المشركين. maana kama haya Allah ameyataja katika kitabu chake katika kuwarudi washirikina, حين طلبوا أن يكون النبي المرسل من الملائكة, walipotaka awe nabii anayetumilizwa awe ni katika malaika. Allah subhanahu wa ta'ala sema وقالوا لولا أنزل عليه ملك, na wao husema mbona hakuteremshiwa malaika? laula bimaana halla litahdhid, mbona kama kweli hakuteremshwa malaika kuwa mtume? Allah subhanahu wa ta'ala sema ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. na lau kama tungeliteremsha malaika basi bila shaka amri ingelikuwa ishahukumiwa na kupitishwa, bimaana wasipoamini watafanya nini? Wataangamizwa hapo hapo, kisha hawatabakishwa na kupewa muhula. walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan, na kama tungelimfanya malaika kuwa ndiye mtume bila shaka tungelimfanya kama binadamu, bimaana angekuja katika sura ya binadamu. Sababu mshaelewa, akija katika sura yake kuna mtu atabaki pale? Hakubaki mtu. Mwaitwa bwana antumizwa mtume kwa nani? Malaika. Jamaa wakifika pale wana kitu kimesimama hivi, hakubaki mtu, watu watafumkana. Sasa sawa aje katika sura nani? Sura yenu nyinyi binadamu, kama vile alivyokuwa Jibril akija kwa Mtume sallam wakati mwingine katika sura ya kibinadamu. Taib atakuja katika sura ya binadamu azungumza na nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala sema laja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun, na tungeliwatilia matatizo hapo, mngetatizika. Kwa nini? Mbona malaika tena na sura ya binadamu? Yale mliokuwa mkiyakimbia huko mtayapata tena, mtatatizika. ومعنى الآية الكريمة معنى yake hii aya tukufu, لو جعلنا النبي ملكا كما اقترحوا لجعلناه في صورة رجل من البشر. لو كم tungelijalia nabii kuwa malaika kama vile walivyotaka wao, basi tungelimfanya katika sura ya mwanamume katika wanadamu, liumakkina ijtima'uhum bihi wa akhdhihim anhu, ili iwezekane kule wao kutangamana na yeye na kuchukua ilmu kutoka kwake na ule uongofu aliokuja nao. wa hina idhin yaltabisu alayhim al-amr, na hapa ndiyo jambo litawachanganya, watakuwa na matatizo. Kivipi? hal huwa malakun am bashar? swali litakuja, huyu mbona amfanana na sisi? Ni malaika huyu ama ni mtu kama sisi? fayashukuna fi amrihi, kwa hivyo watakuwa na shaka juu ya jambo lake. wayauduna ila siratihim alula, kisha watarejea katika ile sira yao ya mwanzo, fi talabihim an yakuna an-nabiyyu min al-malaika, katika kutaka tena awe nabii katika malaika. Si huyu hapa, huyu malaika wa kufanana na sisi hatumtaki, sababu huyu amekaa kama sisi. na Allah subhanahu wa ta'ala hikma kama hii ya kutumiliza mitume katika wanadamu na sio malaika ameitaja katika kitabu chake. qala
wama manaa an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda, na ni kipi kilichowazuia watu kuamini ulipowajilia uongofu, illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, isipokuwa walisema je, hivi Allah hutumiliza katika wanadamu pia mitume? Kuna mtume kweli katika wanadamu? Maana wamkataa huyu mtume wao alayhi salatu wasalam eti kwa sababu ni katika binadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awajibu kwa kusema qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin, lau kama katika hii ardhi wangelikuwa malaika watembea kwa utulivu wao, yani wao ndio wanaoishi hapa, lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula, tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa mtume. Nyinyi wanadamu mumtakia nini malaika kuwa mtume? Na hizi ndio i'tiradhat ambazo walizifanya washirikina alipotumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakunu min albashar wa huwa yad'i an-nubuwah, vipi huyu ni katika wanadamu na yeye adai kuwa ni mtume wa Allah? Qalu innahu basharun mithluhum yaakulu wa yashrabu wa yanam wa yamshi fil aswaq. Tuona sisi ni binadamu kama sisi, yuwala yuwanu, atembea masokoni, tumuona tu mumu tu, vipi adai kuwa ni mtume wa Allah? wattakhadhu dhalika dhari'atan litakdhibihi wa ta'ni fi risalati, wakachukua hii ndio njia katika kumkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitia ta'an risala alikuja nayo. Wakataka awe pamoja na yeye malaika, aqal shay, kama yeye si malaika basi aje malaika aseme kuwa huyu ni mtume, kuweni na yeye, mfuateni, msikilizeni, aje pamoja na yeye malaika. Tena wakataka na mambo mengine, awe na ufalme, awe na jaha, awe na mali nyingi, awe na mabustani, awe na kadha katika dunia. Lakini maskini bwana alikuwa yatima tu juzi, tulimuona hapa akiwa mdogo yatima, leo aje kutuambia ni mtume wa Allah. Kwa hivyo wakakanusha risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badala yake wakasema sahirun, majnun, kahin, kila aina ya majina mabaya wakampa. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza hayo katika suratul Furqan, asema waqalu ma li hadha ar-rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. سمع mtume wa aina gani huyu? Mtume gani huyu? Ana nini? Yuala chakula, atembea masokoni, tukienda sokoni kununua vitu na sisi na yeye pia tumuona pale pale, anunulia watu wake wa nyumbani vitu vyao vya sokoni, atembea tu masokoni, yafanya biashara pia kama sisi. Mbona hateremshi pamoja na yeye malaika akawa muonyaji pamoja na yeye? Au yulqa ilayhi kanzun, au akateremshiwa kanza, akawa na dhahabu na fidda na nini, utajiri wa kidunia. Au takunu lahu jannatun yaakulu minha, au akawa na bustani akawa yuwala katika matunda yake, tuone hivi. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مظالم وشركين hamfuati isipokuwa ni mtu ambaye ni amerogwa, hajielewi. Allah asema unzur kaifa darabu lakal amthal fadhallu fala yastati'una sabila, tizama namna walivyokupigia mifano mbalimbali wakapotea, wakawa hawawezi tena kuifuata njia sawa. kisha Allah akasema tabarakalladhi in shaa ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusur. Allah angetaka angekujalia ukawa na mabustani yapita chini yake mito na mimea aina mbalimbali, akakujalia ukawa na kasri kubwa, ukawa waishi katika hii dunia, lakini si chochote hicho. bal kadhabu bis-sa'a wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Na hivi ndivyo ilivyo
kwa mitume wote waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa i'tiradhi ya watu wao ni kuwa kwa nini hakutumilizwa malaika, ametumilizwa mwanadamu. Inadi hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake alipozungumzia mitume mbalimbali. Qala ta'ala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah aeleza kuwa alimtumiliza Nuh kwa jamaa zake, akawalingania katika tauhid, akawaelekeza wamwabudu Allah wasiabudu chochote kingine. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, sikiliza jawabu walilompa wale mabonyenye katika jamaa zake, wakasema فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. هنا اعتراض yao, hakuwa huyu isipokuwa ni mwanadamu kama nyinyi. yuridu an yatafaddala alaykum, anachokitaka ni kuwa awe mbora, ataka kujiboresha juu yenu, awe ndiye mbora kuliko nyinyi, nyinyi mumfuate. walau shaa Allahu la anzala malaika, na lau kama Allah angelitaka bimaana kutumiliza mtume mwonyaji angeteremsha malaika. ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin in huwa illa rajulun bihi jinna, hakuwa huyu isipokuwa ni mtu mwenda wazimu, ana jini kichwani, ana wazimu. fatarabbasu bihi hatta hin. Hili ndio jawabu la watu wa Nuh. Ad akatumilizwa Hud, وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هو سمتو كما nyinyi, yuala kile mnachokula na anywa kile mnachokunywa. wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun, na mkimtii kiumbe kama nyinyi binadamu mtapata hasara hii. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. بعدا بعدا, muongo huyu, hayo mambo anaotuahidi haiwezi kuwa. Wakamkataa. Hoja nini? Binadamu kama wao. Firaun akatumiliziwa Musa na Harun. Allah subhanahu wa ta'ala sema: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. fanya kibri, ni watu walikuwa na kibri kweli kweli. faqalu, wakasema, anu'minu libasharaini mithlina, tuamini binadamu wawili kama sisi. wa qaumuhuma lana aabidun, wakati watu wao ni watumwa kwetu sisi. Banu Israili walikuwa ni watumwa kwa Firaun. fakadhabuhuma fakanu min almuhlakin. Kwa kile walichokitaja ni sababu ya kumkadhibisha Musa na Harun ni kuwa hawa ni kama sisi wanadamu. Makuraish wakatumiliziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Wakikuona wewe hawakuchukulini chochote isipokuwa ni kitu cha kufanyiwa mzaha tu. ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, huyu ndiyo Allah amemtumiliza kuwa mtume, ndio huyu. Na watu wa batili na madharau kweli na kibri, hivi ndivyo walivyo mpaka leo. Basi huyu, kuna wengine akimuona mtu kabila fulani na yeye ni kabila fulani, amesoma dini ya Allah, yosomesha, lingania watu katika da'wa, huja akasema basi yasome dini huyu. Wengine mpaka wakafikia kusema mahamali kule kwetu ku Mombasa wanawavioni, na yeye mwenyewe mzuka. Sasa sijui hamali vipi, kwa madharau wanawezungumza. na Makuraish wasema hadha alladhi ba'atha Allahu rasula, hivi kunkosekana mtu tumilizwe wewe kuwa mtume?
in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Eti wajisifu wana subra wao kidogo tu, alikaribia kutupoteza sisi kuacha miungu yetu tunaoyaabudu. Lau kama si subra tulikuwa nayo tungemfuata. Yani wajifanya wana subra katika kufuata nini? Shirki wanaoifuata. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhaba man adallu sabila. Siku hiyo watakapoiona adhabu watajua nani aliyepotea njia, nani mpotofu. Innahu mawqifun wahid la yakadu yataghayyar. Huu ni msimamo mmoja kwa umma wote, takriban haubadiliki. Mawqifun amlahu alayhim al'inad walistikbar. Mawqif ambayo sababu yake ni kibri walichokuwa nacho. Ni kana kwamba wajifanya hawaoni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala fi an yakuna an-nabi al-mursal ila al-khalqi min al-bashar la min al-malaika. Hikma ya Allah kutumiliza mitume katika wanadamu wala si katika malaika. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kweli, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Kwa mitume wote aliowatumiliza Allah walikuwa ni wanaume katika wanadamu. Allah awateremshia wahi, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wale walio na elimu na ujuzi wa hayo ikiwa hamjui. Nyinyi makoresh mungeenda mkawauliza Mayahudi, mkawauliza Manasara, kwani hao mitume huko nyuma waliotumilizwa walikuwaje? Bali walifikia kusema ma anzalallahu ala basharin min shay. Allah hajawahi kuteremsha chochote kwa wanadamu. Qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa. Allah kauliza, ni nani aliyeteremsha kitabu alichokuja nacho Musa kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mitume katika watu ni ili iwe sahali kwa watu katika kutangamana na mtume kama yule anapowalingania, mtu anayemjua katika wao. Na lau kama angelitumiliza malaika ingelikuwa ni balaa kwa wanadamu. Kwa usawa ni kuwa wahisi rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao kwa kutumilizwa hawa mitume katika wanadamu. Na anayekanusha atakanusha hata angetumwa malaika kama alivyotaja Allah, akaja katika sura ya binadamu pia wangemkataa, wasingemkubali. Haki ni ile ile, hakuna kitu ambacho atakizungumza tofauti yule malaika na kile alichokizungumza yule mtume katika wanadamu. Wote watawaambia nyinyi muabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, msimshirikishe na chochote. Sasa wewe ni ufuate ule ujumbe uliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo muhimu sana lifahamike. Na hapa ndipo utapata upotofu wa wale wanaosema kuwa Mtume sallam si katika wanadamu. Wako wale wanaosema kuwa Mtume sallam si katika wanadamu, bali ni sehemu katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mmoja asema hivi, ni sehemu katika nuru ya Allah. Sheikh Abdullah ibn Humaid rahimahullah ta'ala, ambaye alikuwa ni katika hay'at kibar ulama wa mamlaka, katika sharhi yake ya kitabu tauhid kama sikukosea, kama kuna kitabu kimoja mmesoma chake, aeleza tukio ambalo yeye limempata. Ameletewa bwana mmoja ambaye ana itikadi hii, asema kuwa Mtume Muhammad sallam ni nuru, sehemu katika nuru ya Allah. Akamwambia basi yaonyesha wewe Mola wako amepooza sehemu katika sehemu ya Mola wako unayomuitakidi. Kwa nini? Yule bwana akaruka
akamwambia naam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema innaka mayitun wa innahum mayitun. Kwa hiyo akathibitisha kuwa Mtume sallam fanini amekufa, sio atakufa na ashakufa. Kwa ikiwa sehemu katika nuru ya Allah imekufa, itakuwa nini? Mpoza. Yule bwana akanyamaza, akawa hana jawabu la kujibu. Hii ghuluhi, huku kupita mipaka katika baadhi ya hizi itikadi chafu chafu ambazo hazina dalili la katika Qur'an wala Sunna, yaweza kuwapeleka watu katika kufuru wal iyadhu billah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mitume wote wengine waliopita huko nyuma, wote walikuwa wakiwaambia jamaa zao in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, hatakuwa sisi isipokuwa ni binadamu kama nyinyi, lakini Allah humneemesha na humpa fadhila anayemtaka, akampa utume tofauti. Na hilo utaona wafanye istiza, eti tofauti yao wasema na mitume ni kwa wale wapokea wahi. Ndio hiyo tofauti. Inma ana basharun mithlukum yuha ilayya, hiyo ndio tofauti. Kwa yeye apokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ana daraja kwa yeye ni mtume wa Allah. Zaidi ya hapo la, si nuru katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, la, ni binadamu amezaliwa kwa baba na mama. Na Allah subhanahu wa ta'ala ili amelizungumza mara nyingi katika kitabu chake, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim au minhum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, katika nyinyi mwamjua nasaba yake na kila kitu. Hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza ni kuwa mtamuelewa akiwa ni katika nyinyi. Ilau kama angelikuwa ni katika malaika, mngekorogeka, mngechanganyikiwa. Na hii ni katika rehema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Biidhnillah ta'ala, ikiwa kuna kile cha kutangulizwa bado tutakuja kuzungumzia inshallah ta'ala katika kikao kitakachopita, mpaka tumalize haya ambayo ni muhimu kuyazungumzia, kisha ndio tuanze kuzungumzia mtume mmoja baada ya mwingine kama alivyomueleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahiha. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.